Kama ilivyo kawaida yetu, kipindi cha kipenga cha mwisho ndio kinataradadi hivi sasa. Ni kipindi ambacho siku zote huwa tunaangaza matukio mbalimbali ambayo yametokea katika mashindano mbalimbali, hususan NBC Premier League, lakini pamoja na CRDB Confederation Cup, na wakati mwingine huwa tunavuka hatua kwenda kwenye Champions League, Confederation Cup na kadhalika. Kama ilivyo kawaida yetu, leo hii na kukaribisha mimi presenter wako Osman Kazi. Tutakuwa pamoja hapa, lakini hivi sasa mimi ni mwongozaji tu wa show. Nina watu ambao wenye elimu zao, ambao ndio waliomtengeneza Osman Kazi pia, na wana mchango katika kumtengeneza Osman Kazi. Niko nao hapa kwenye show. Hemed Mteza, karibu kwa mara nyingine tena. Nashukuru sana kufika hapa kwa mara nyingine tena. Hii mara ya ngapi? Hata siwezi kuhesabu. 11. Wachezaji wa timu wametimia. Sasa tutaanza kutengeneza reserve, au sio? Sawa. Shabandari. Naam. Ndugu yangu umekuwa shehe kabisa. Yaani mtu ukimwambia huyu ni mmoja kati ya marefari walikuwa wanatingisha pale mkoani Morogoro. Anasema Kazi. Karibu sana. Asante sana. Vipi hali? Namshukuru Allah. Nimekutanisha na mwalimu wetu. Mwalimu wangu pia. Ndio maana nasema mwalimu wetu. Naam. Au sivyo? Mimi Othman katika referee. Naam. Mwalimu Mteza kwanza nilichezesha naye. Kwa sababu mimi niliingia referee 88. Yeye akiwa bado anachezesha. Okay. Kwa nilipata bahati nikachezesha naye, mara nyingine akaja Morogoro pale anapiga kati, mimi nampiga bendera. Mara nyingine napata bahati na kuja Dar es Salaam, napiga kati, yeye anapiga bendera. Wakati huo ilikuwa tunaweza ndio. Leo wewe unakuwa referee, kesho unakuwa assistant referee. Kabla mpya kipindi kile tulipoingia sisi na kumkuta mwalimu Mteza akichezesha, ilikuwa hivyo. Okay. Tukaenda baadaye FIFA ikaamua assistant referee na center referee. Lakini mimi ni mtu ambaye nimefaidika sana kwa mwalimu Mteza. Kabla hajawa instructor kunifundisha, alikuwa mwamuzi, mimi namuiga. Kwa hiyo nimemsoma uwanjani, ikisha nikamsoma kwenye ubao na kwenye vitabu. Namfahamu sana Mteza. Mwalimu wewe mtu mzito sana. Tupate mapumziko mafupi. Tukirejea tunaenda kuangalia. Unaona kuna bango kubwa hapa leo. Naam. Hili bango lina tafsiri nzito. Naam. Baada ya mapumziko tutawapa tafsiri ya kwa nini hili bango liko hapa. Karibu tena kwa mara nyingine tena, mpenzi mtazamaji, na nianze tu kwa kusema kitu moja. Leo tutachambua matukio mengi, lakini mwisho naomba tuje tuangalie referee ni nani, na hususan ndio maana leo Mwalimu Shabandari, nitakuita Mwalimu Shabandari kwa sababu hata wewe ulinipokea mimi na ulikuwa unanielekeza. Kwa hiyo leo mimi niko na walimu wangu wawili, lakini baada ya hapo nyie mlikuwa na akademia ya kutengeneza waamuzi pale Morogoro. Naam. Au sivyo? Naam. Hii ni platform. Marefari mpaka sasa hivi inatakiwa watengenezwe. Kwa hiyo utatupa kidogo ili uweze kumtengeneza Shabandari mwingine, uweze kumtengeneza Hemed Mteza mwingine, uweze kumtengeneza Osman Kazi mwingine, au sivyo? Ni hatua gani tunaweza tukafuata? Lakini tuanze kwanza na matukio. Mwalimu Mteza, matukio yamekuwa mengi mno. Wiki iliyopita tulimsikia Mzee Salum Umande Chama, aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya waamuzi, akizungumzia, akiwa anatoa maoni yake, aligusia mechi ya Tabora United dhidi ya Simba Sports Club, mechi iliyochezwa mjini Tabora. Moja kati ya matukio yaliyotokea ni hii hapa. Magoli mawili ya awali ambayo Simba walifunga yalikuwa yanaongelewa sana. Naomba tuanze kwa kutizama. Je, kuna topic ya kuongelea kwenye haya magoli? Hii ni goli la kwanza.
Tumeiona hiyo tukio. Naam. Bila shaka. Nianze na wewe Mwalimu Mteza. Ndio. Hii goli ina walakin. Unaiona hiyo walakin? Kuna mchezaji mmoja wa Simba kidogo alimpush mchezaji wa Tabora pale, kama unavyoona captain wa Tabora. Ndio. Nadhani referee either alikuwa mbali, either kuliona au aliona tukio la kawaida, basi akaruhusu mpira uendelee. Nini maoni yako juu ya hii goli? Maoni yangu ni kwamba ingekuwa wewe kwenye nafasi ya Kefa Kayombo, ningekuwa mimi kwenye nafasi ya Kefa Kayombo, maana yake lisingekuwa goli, maana yake ningepiga filimbi ya kosa la mchezaji wa Simba. Kidogo kumtegezea yule mchezaji wa Kayombo ambaye mchezaji wa Tabora aliyokwenda kuchukua ule mpira, alimuondoa kwenye njia yake. Kwa hiyo ingekuwa foul na wala lile lisingekuwa goli. Sawa. Umeona hii tukio la pili. Sawa. Mimi kuna kitu nimekiona hapa kwanza. Wakati Elim Panzo anakwenda na mpira, alipotoa pasa, alipokuwa anaondoka, kuna hii tukio limetokea hapa. Sawa. Hapakuwepo na haja ya kuamini. Ukiona macho ya refarii pia anatizama tukio hilo hilo. Mawazo yake yako hapa kwamba huyu aliyekuwa anakuja na mpira, kuna mchezaji wa Tabora alitaka kumzuia, kisha anahamisha macho yake unaona mkono wake kama ulikwenda mdomoni, lakini alafu akashusha, akaachia move iendelee. Attention ya hii collision iliyotoka hapa haiwezi ikawa ndio imesababisha akaacha hii foul, huku akiwa tayari ameonyesha nia ya kupuliza filimbi. Attention hiyo inaweza vile vile ikasababisha either bao kuwepo au kutokuwepo, kwa sababu mmoja, mchezaji wa Simba aliyokuwa na mpira alizuiwa na mchezaji wa Tabora, na kulikuwa na body contact. Ndio. Na ile tunaita kwenye mpira wa miguu ni impeding. Impeding. Unamzuia. Maana kulikuwa na mpira, alafu kuna mpinzani, alafu mwenye mpira. Sawa. Kwenye hiyo utapata bila shaka kwenye sheria namba 12. Iko sheria namba 12. Hiyo sentence inasemaje? Hiyo ya impeding. Impeding. Ni kwamba mchezaji wa Tabora alimzuia mchezaji wa Simba asiufikie mpira, na katika kumzuia kule kukawa na body contact, na pale as a referee kufuatana na sheria ya 12 ilikuwa ni direct free kick ambayo wangepewa Simba. Sio. Sasa kwa sababu ile aliacha, ndio, alafu mchezaji wa Simba naye akafanya kosa la kutegea, ndio, tripping. Sasa nadhani either alikuwa na balance au nini, siwezi kuelewa kwa kutokana na mawazo yake, basi akaachia, matokeo yake kaza goli. Shabandari. Naam. Nini maono yako hapa kwenye hii tukio? Mtazamo wangu, makosa yamefanyika hapa awali. Kama ulivyosema, refaria alinyanyua filimbi, ameashiria kwamba kuna tukio ameliona, na kuna jambo alitaka kufanya, na jambo lile ni kusimamisha mchezo tu, lakini akaacha ile move ikaendelea. Kule ilikoendelea ameupata mchezaji wa Simba na ametumia nafasi kwa dakika, kwa sekundi chache tu, amepokea, ameturn, ameshoot, amefanikiwa. Okay. Kwa hiyo udhaifu wa refarii
wa kutokuamua hapa awali umemsaidia mchezaji wa Simba kwa sababu ametumia muda mchache sana kufanya lile alilofanya. Mimi nakubaliana na mwalimu kwamba angeamua mapema lile tukio la pili lisingetokea, na kama ulivyosema Hoffman, filimbi yake ilikwenda afu ikarudi. Sasa mwalimu hapa amepata mashaka, ametumia neno ambalo sisi kwenye uamuzi hatulitumii sana, binafsi hatulipendi, na hata mstakitania hawalifundishi neno kubalance. Ukaja kumuuliza mtu hii ilikuwa hapa kwa sababu hapana. Niliacha kwa sababu hii ya nyuma. Hakuna mahali popote ilipoandikwa neno kubalance. Na ndio maana hata mwalimu mwenyewe analichambua huko akisikitika. Kama kweli referee yule akili yake ilikuwa hivyo, aliharibu. Naingia mimi sasa kwenye kichwa cha referee. Naam. Sheria namba 10 inatuambia goli litakubaliwa endapo katika process ya ufungaji wa goli hapakuwepo na uvunjifu wa sheria. Sawa? Hapa wa kwanza kuvunja sheria alikuwa mchezaji wa Tabora United. Huyu alienda kumimpede Mpanzu. Wa pili ni Lionel Ateba ambaye amemtrip captain wa Tabora. Kuna incident mbili. Alianza kufanyiwa wa Simba, kisha akafanyiwa wa Tabora. Then ya tatu goli limepatikana. Tukisema kwamba tunakataa goli kwa kitendo kilichotokea kwa captain wa Tabora, je, hii tukio la nyuma? Mungeshauri referee anzishe vipi na mpira huo? Kuanzisha mpira ule maana yake ni kwamba angeamua kosa la kwanza, lakini yeye hakuamua. Maana yake bila shaka alitoa advantage. Kwa mawazo yake alitoa advantage. Kwamba pale hakuna kosa. Okay, kosa lipo, lakini ule mpira bado still wanao watu wa Simba. Kwa hiyo ka apply advantage. Apply advantage. Wa Simba alichukua amevunja sheria. So kavunja sheria. Akivunja sheria, baada ya kuvunja sheria akanufaika yeye na sheria hiyo aliyoivunja. Ndio hivyo, na akapata goli. Yes. Kwa sababu hatuwezi kupinga sana. Kwa sababu gani? Vitu kama hivi kwenye mpira ni vitu vya kawaida. Okay. Lakini kitu muhimu ni kwamba lazima tuwe waamuzi wetu lazima wawe makini. Kuna kitu mimi natamani nikipata incident kama hii ya Ateba kumfanyia captain wa Tabora hii kwenye mechi za wenzetu duniani kule. Incident kama hizi zipo nyingi. Unaona kabisa mtu anapewa mwili, anaondoka, referee wanaruhusu utumiaji wa nguvu. Tunaweza tukasema Kefa Kayombo alitaka kuapply kitu kama hicho. Sijui, lakini sasa na mipira hii pamoja na sheria 17 duniani kote, lakini uchezaji na uchezeshaji wa mpira uko tofauti kufuatana na jinsi mpira unavyochezwa. Maana Ujerumani wana style yao ya kucheza ya kutumia nguvu. Spain ikifuatiwa na Uingereza wanatumia nguvu. Sasa ukifuatia Spain wana mchezo wao laini, Brazil mchezo wao laini, unaona? Sasa inakuwa tatizo kama timu mbili zikicheza zikiwa na malengo tofauti. Moja inatumia nguvu, nyingine inacheza mpira laini. Simba na Tabora? Simba Tabora mpira ule mwingi sana ulikuwa wa kutumia nguvu. Alikubali nadhani apply wache ende hivyo jinsi wao wanavyocheza. Sawa. Football understanding. Nimewatega mpaka mumeingia kwenye 18 yangu. Sasa sawa, referee Kefa Kayombo anaruhusu matumizi ya nguvu. Yaani alikuwa anataka mechi yenye nguvu, au sivyo? Nguvu aliyotumia Ateba ya kumondoa captain wa Tabora, is it valid or it is not valid according to the laws of the game?
To me it's not valid. Ndali, Na mimi pia. unakubaliana naye? Naam. Nguvu tunaweza tukatumia ruksa, yani refarii kutumia kumwachia mchezaji kutumia nguvu, lakini nguvu hiyo sasa isiende kiasi kwamba tukatumia nguvu kuvunja sheria ya soka. Pale itakapotokea kwamba sheria ya soka imevunjwa, kwa hakika hatuna bidi tukaadhibu. Sasa conclusion ya hii, sawa, goli la Simba lingekataliwa, sawa, kwa sababu Ateba alicheza foul. Haturudishi mpira kwa yule aliyemfanyia impeding Mpanzu, mpira ukaanza pale, kwa sababu pale mpira ulitoka. Hatuwezi kurudisha pale kwa sababu vile vile ni muda umepita sana. Wanasema sure. Sure. 1 minute. Hii hapa. Mwalimu, sekunde moja haijaisha. Kama sekunde moja haijaisha, unaweza kurudisha pale ambako faulu imeanzia. Faulu ya awali. Kwa sababu wewe bwana umecheza faulu. Sasa ila kabla ya wewe kucheza faulu kuna faulu ilichezwa hapa. Kwa hiyo hapa Simba ndio wangenufaika labda na free kick, na sio goli. Kwa nini hawapewi goli? Kwa sababu kabla ya kufunga goli Ateba alicheza faulu. Nakupata. Ipo sahihi tukisema hivyo? Ipo sahihi. Sure. Ipo sahihi, lakini tupa hiyo path au? Lakini tatizo kwenye utekelezaji sasa ndio inakuwa ngumu kidogo. Lakini kisheria hiyo ni sahihi. Kiutekelezaji wakati mwingine inakuwa ngumu. Ndali vipi? Othman, matukio ya pale yote mawili ni ya wazi mno. Ndio. Ya wazi mno. Yes. Ile tukio la kwanza ni la wazi mno. Power iliyotumika ni kubwa na mtu amekwenda Mpanzu. Mpanzu. Na mtu amekwenda chini. Kwa hiyo ilikuwa ni pale pale. Jamani, mmenisikia nilichosema? Power imetumika kubwa mno na mtu amekwenda chini. Hapa ya pili ni tekniki tu za mpigaji. Umeona alivyopokea na kurun na kushuti. Yeah. Ni kitu kafanya haraka mno. Ndio. Angalia kwenye tukio la pili, ile wiso yake haikwenda kama ile ya kwanza iende afu irudi, hapana. Yeah. Lakini pale kwanza imeenda afu imerudi. Ndio. Kwa hiyo ile tukio la kwanza lilikuwa la wazi mno kuliko ile la pili. Ni tekniki za wachezaji. Yaani yule amemuini referee, huyu wa pili amemuini referee kwa sababu ametumia sekundi chache mno kufanya kosa na ku move na kushuti. Ni vitu amevifanya haraka mno. Tunakubaliana kwamba hapa goli lingekataliwa, free kick ingetolewa kwa Simba kuelekea lango la Tabora, au free kick ingetolewa kwa Tabora kuelekea lango la Simba. Wanamteza? Naam. Tungeamua nini hapa? Free kick ielekee lango la Tabora, ielekee lango la Simba. Ilianza ni free kick ingeelekea lango la Tabora. Kwa hiyo kwenye sheria namba 12 kuna sehemu wamesema kwamba kwa wakati mmoja yakitokea matukio mawili unachukua kubwa zaidi. Unachukua kubwa zaidi. Lakini yote ni makubwa ambayo inahitaji Kwa hiyo sasa lipi limeanza kati miongoni mwa yale makosa mawili? Ya kwanza. Nadhani hii imeeleweka hiyo kwamba hapa goli lilistahili kukataliwa kwa sababu kwenye hii tukio kuna matukio mawili ya uvunjaji wa sheria namba 12 yalitokea. Sheria namba 12, fouls and misconduct, mchezo mbaya na tabia mbaya. Na inapotokea kwa wakati mmoja matukio mawili yanapokuwa yametokea, utaadhibu lile lilo kubwa zaidi. Sasa hapa matukio yote ni adhabu ya direct free kick kwa mapigo la moja kwa moja. Kwa mantiki hiyo tutaichukua faul ya kwanza iliyoanza kufanyika ndio itakayoadhibiwa hapa. Tuangalie tukio la pili lilotokea kwenye hii mechi. Ni penalty waliopata Simba Sports Club. Ilizua maneno mengi sana. Iliongelewa sana hii. Haya. Kibu Dennis alichukua mpira akampa Eli Mpanzu.
Eli Mpanzu kwenye process ya kupiga kadondoshwa au kajidondosha, mimi sijui. Ushahidi wa picha tunao. Kuna kitu hapa natamani nisikie kwenye hii penalty. Kabla ya penalty kwanza, hapa Kibu Denis huu mpira jinsi alivyochukua, hakuna uvunjifu wa sheria hapa? Upo. Kibu Denis alipochukua mpira alimtoa pembeni mchezaji wa Tabora kwa kutumia alitumia mkono. Natamani kuiona huo mkono. Hii hapa, bwana, mimi naona kama atumia mguu. Angalia mkono kushoto wale. Of course. Uangalie vizuri. He is moving. Anampita hapo. Sawa. Anatafuta balance kwa sababu kulikuwa na mkono wa mchezaji wa Tabora pia kwenye mwili wa Kibu. Obviously na yeye ataweka mkono wake pale. Then akauchukua mpira and he moves away. Tutamhukumu kwa ule mkono wakati na yeye aliwekewa mkono? Tutamhukumu? Ndali? Mimi Othman hapa simhukumu Kibu. Kwa sababu Kibu wakati anapokea alikuwa na bato na mchezaji wa Tabora. Yes. Wakiwa pamoja na mpira wanao wote wawili. Ndio. Kibu ametumia ujanja, amemuini yule mchezaji wa Tabora, amempita. Mchezaji wa Tabora akawa nyuma. Kibu yuko mbele. Sasa mkono wa mchezaji wa Tabora umekwenda kwa Kibu. Kibu akiwa hamwangalii mchezaji wa Tabora, yeye akiwa na face mbele na anakwenda na move. Kwa hiyo mkono wake umerudi huku nyuma huku. Kibu mkono wake hawezi kujua kama unafanya nini, kwa sababu yuko kwenye motion ya kukimbia. Mkono wake lazima, unajua Shahi, mtu anapokimbia huwezi mkono position. Naam. Sio, wiki iliyopita mwalimu, hii tulizungumzia position, no? Yeye tayari yuko kwenye move. Wakati wa movement wa mchezaji. Yes. Kibu yuko kwenye move. Yeah. Mkono mmoja ukikimbia Shahi, mkono mmoja anakwenda mbele, mwingine anarudi nyuma. Yeah. Kwa hiyo ule uona mkono wa Kibu uko kwenye mwili wa mchezaji wa Tabora, ni ule mkono ambao uko nyuma, mwingine uko mbele katika motion ya kukimbia. Mimi nitarudia clip ya kwanza tuliyotoka kuitizama muda si mrefu, ya kwamba referee Kefa Kayombo aliopt kuachia wachezaji watumia nguvu. Hii sijui, mimi naona mbona ni, unaona, nguvu ya kawaida tu. Au na mwalimu, kuna wakati sheria ilikuwa inatuambia hivi, in the opinion of the referee. Wewe ni referee, mimi referee, Ndali referee. Sisi wote watatu tunakuwa na opinions zetu. Wewe hapa bila shaka ungehukumu. Sawa? Ndali hii played. Bado tuko kwenye incident ya Kibu kuchukua mpira na kwenda naye. Hatujafika kwa Mpanzu, au sivyo? To me it's the same. Kwamba ilikuwa ni mechi yenye kutumia nguvu na tulikuwa tunategemea kitu kama hiyo kitokee kwenye hii mechi, au sivyo? Kuna nguvu kiasi hicho ilitumika mpaka mwalimu utushawishi mimi na Ndali kwamba bana, hii ingefaa iwekwe foul. Nguvu au wewe utakubaliana na sisi? Okay. Mpira ulikuwa wa nguvu. Yeah. Na tukio la kwanza tulivyoona kwamba na tulivyoamua ni kwamba Kefa Kayombo
aliamua kufanya nini? Wachezaji wacheze kwa kutumia nguvu zao. Sasa ilipotokea tukio kama hili, basi akasema ndio taratibu zile zile ambazo yeye ameziruhusu, kwamba watu kidogo waoneshane misuli kiasi, lakini isiwe ya kufanya nini, ya kuzidia. Ndio maana kule mwanzo tulisema nguvu ilitumika, lakini foul pia zilitokea. Kwa hiyo foul zilitokea kula nini. Hapa kuna nguvu iliyotumika na foul. Ni nguvu, lakini nguvu ya kawaida. Kwa hiyo unakubaliana na mimi? Nishakubaliana na nyie. Bwana, tumemwingiza mwalimu kwenye 18 yetu. Karibu sana. Okay, sasa tunakuja kwa incident hii ya Elim Panzu akiwa kwenye process ya kufunga goli. Spidi inatosha bila shaka Inatosha. Mimi napataka hapa. Huu mguu wa defender wa Tabora hapa. Contact ipo hamna? Hapa. Ipo. Sure. Serious? Na ndio maana baada ya hapo ndio mguu wa Mpanzu ukahama. Kwa hiyo kuna shaka kwenye hii penalty? Hakuna. Ndali? Kwanza Hoffman, kuna mambo mawili hapo yamefanyika. Ndio. Na huyu mtu wa Tabora. Ameweka contact mbele hapo ya huo mguu. Lakini yeye yuko wapi? Huyu mchezaji wa Tabora yuko wapi? Na yule mchezaji wa Simba nani yule? Mpanzu. Yuko wapi? Yeye anafanya from behind. Yule anafanya alafu mwenyewe anafanya from behind. Sawa, anaweza kawa anafanya from behind and then there's no contact. Hakuna contact. Lakini tunaambiwa referee anapoamua tukio kuna vitu vingi anataka ajitosheleze. No. Umeona huyu defender ambaye ameenda kumchallenge Mpanzu, baada ya kukita ule mguu mbele, mwelekeo wake unabadilika, anaamua kupita nyuma ya Mpanzu wakati Mpanzu anakwenda chini. If attack yake ilikuwa ni to challenge Mpanzu asipige ule mpira, na ule mpira upo mbele, angalia mpira uko mbele, kwa nini hakukatiza kwa mbele kwenda kublock huo mpira? So movement ya defender pia to me it determines bila shaka. Yes. Kwamba movement yake haikuwa for the ball, ilikuwa for the opponent, na baada ya kufanikiwa au sio? There was no movement kuelekea kwenye mpira. Amefanikiwa. Au sio? Kwa hiyo tunaweza tukasema it was light. But tripping tutasema kwamba kuna nguvu nyingi imetumika au nguvu kidogo imetumika. Tripping ina nguvu wala upole. Tripping that means ni kutegea kidogo hiyo kidogo tayari. Kwa hiyo baada ya kuminya hata ile movement ya miguu hivyo. Halafu he's a professional player. Nimeipenda hiyo. Ametumia professionalism yake kidogo, hiyo minaenda chini, niko ndani ya penalty, tutapata penalty. Yes. Unaona? Ametumia hiyo. Sasa na wachezaji wetu wanatakiwa wajifunze hiyo. Of course. Tupate mapumziko mafupi. Tukirejea bado tuna matukio kama 4-5 hivi, ikiwemo mechi kati ya Young Africans na Kagera Sugar. Kwani kipindi cha pili kikianza, nayo sinaanza kwa firimbi,
Kwa hiyo msiseme bana kazi nazo filimbi zimezidi. Ndio kipindi cha pili cha kipenga cha mwisho. Haya, tulikuwa tunatizama matukio, tumetizama matukio kama ngapi? Matatu Tumeangalia goli la kwanza Simba, penalty ya Simba. Sasa bado tuko pale Tabora. Pale Tabora. Kuna hii tukio nyingine ilitokea ambayo ilikuwa dakika ya 42 ya mchezo, na penalty ya Simba iliyotolewa ilikuwa dakika ya 32 ya mchezo. Ina maana dakika 10 baadaye inakuja kutokea tukio hili hapa. Just 10 minutes baada ya kutolewa penalty imetokea tukio hii hapa. How about this? Mwalimu Hemedi Mteza. It was a foul. Tripping vile. Kamaondoa kwenye nafasi. Hivi mwalimu, naomba tuiweke hii vizuri. Ile ya kwanza ambayo ilizaa goli la Simba, Ateba alitumia mkono kumwondoa captain wa Tabora. Sawa Alimondoa kwa mkono, lakini akamwekea na paja pia. Au sivyo? What should we say? Kwamba ile tunahukumu tripping pamoja na pushing kwa sababu mkono, kumwondoa kwa kutumia mkono, alimsukuma kwa kutumia mkono. Au sivyo? Ile tunaita impeding kwa sababu alimzuia. Tusiongee bila picha wakati picha ipo. Au sivyo? Tunarudi kidogo hapa. Alifanyaje hapa? Aliimpede. Hii hapa hii. Mimi nazungumzia hii ambayo Ateba alicheza. Alitumia, angalia, katumia mkono kumwondoa. So kuna zote mbili pale, kuna tripping pamoja na mkono, na holding au pushing. Kama alimsukuma pushing, kama alimzuia holding. Kwa sababu alimondoa nje. It's a pushing. Haya, tuje kwenye hii hapa. Kwa hiyo hapa kulikuwa na tripping with pushing at the same time. Sawa? Okay. Hapana, sio hii. Ninayotaka ni hii hapa. Ya Kapombe anapokea pass kutoka kwa Kibu Dennis. Hii vipi? Hii vipi? Tunaona amemwondoa chini pale. Referee hapa unategemea angechukua hatua gani? Ni foul. Hence? Ni foul. It's a direct free kick. And? Any penalty kick. Na yellow card. Yeah. Sure. Intentionally? Reckless challenge? With yellow card. Sure. Kwa hiyo intention ya defender. Hivi Ndali? Naam. Ni wakati gani sisi tunakuwa enforced kutoa caution au send off? Sio send off ya harusi, send off ya nini? Red card. Send off za football ni hatari, sio zile za mtani kwetu. Ni kitu gani kinatupeleka tukawa tunatumia caution kadi? Hasa hiyo ya onyo. Hii onyo la kwanza la mwisho. Tuiache hiyo. Nini kinatupeleka mpaka tunaamua kutoa kadi? Kitu gani kinatokea kwenye nafsi zetu? Bana, hii kadi, hii inastahili kadi. This is a reckless challenge. Unajua tofauti kati ya careless foul na reckless foul ni ndogo mno. Huyu kakusudia, huyu bahati mbaya. Tofauti yake ndogo sana. Ni ndogo mno.
kinachotufanya sisi mwalimu, hebu tusaidie. Kwa sababu careless ni uzembe, bahati mbaya hakuwa kukosa umakini. Na hii main principle ni kwamba time factor. Ni kwamba darasa unataka kunipa. Mtu alikuwa anakwenda kuchukua mpira legally kutoka kwa mpinzani. Ndio. Lakini bahati mbaya yule mpinzani amewahi kutoa ule mpira. Ndio. Kabla challenge haijafika. Sasa yule anayekwenda kuchukua mpira hawezi akarudisha mguu wakati mguu uko juu. Matokeo yake ule mguu unafika kwenye mguu wa yule mtu ambaye tayari mpira ameshatoa. It was a legal challenge, lakini kwa sababu time factor, ule muda wa kuchukua mpira. Lakini dhamira mwalimu tunaiangalia pia. Dhamira yake. Hapo mwalimu amezungumzia muda, yes. Dhamira. Mimi naangalia movement ya huyo defender, yes. Na sehemu mpira ulipokuwa unapita na body movement ya Shomari Kapombe katika kuscreen, kwa sababu Kapombe ameuskrini ule mpira. Au sivyo? So wote wawili intention ilikuwa nini? Yule defender anajua kabisa kwamba huyu yuko ndani ya penalty area. Nikicommit foul, penalty kick. Au sivyo? Kwa hiyo atenda na caution, lakini wana tuseme bahati mbaya, kwa sababu unaona hata yeye alipoteza balance baada ya kumtegea Kapombe ambaye anakwenda chini. No doubt, mimi sina shaka na penalty. But najaribu kufikiria. Yellow card, alipoteza concentration, au intention, kwa sababu hata mguu unaongea hapa kwamba Kapombe ametega mguu wake, mguu unakuja unagongwa, then hapo unamzungumzia mwamuzi. Amekosa confidence ya kutoa penalty. Yes, tukio liko wazi. Tukio lenyewe kwanza liko wazi. Fine. Tuachane na Kefa Kayombo. Assistant namba 1. Eneo lake pia umeliangalia? Alikuwa nje ya penalty area. Yupo nje ya penalty area. Assistant. Best position. Hatumoni hapa. Na position ya referee mimi nitakubaliana nayo. Because tunashauriana. Yes. Usiingie ndani ya penalty area wakati mpira uko pale. Usije ukagonga mpira ukaingia ndani ya. Yeye referee yuko kwenye good position. Na tunamtafuta huyu hatumoni. Assistant referee hatuwezi kumuona kwa sababu kamera yetu haijaenda mpaka kwenye corner. Na obviously assistant number 1 atakuwa in level with the second last defender. Inawezekana ipo kule. Lazima atakuwa huko. Let's see. Hatujapata tu hiyo nani hii. Yes. Sawa? Yes, yupo kule. Amefika. Au sivyo? Hence yeye angemsaidia referee wake. Au sivyo? Nitakuja kusema kitu mwisho. Inshallah. Kwa hiyo hii tumekubaliana, it was also supposed to be a penalty. But why not tuseme kwamba referee aliangalia mechi yenyewe jinsi inavyoenda. Referee aliangalia mechi ilivyoenda, alafu matangazo, maneno, magazeti, kwenye radio, kwenye nini, vilikuwa vitu vingi sana. Kwa hiyo pale ndipo alipokosa confidence. Okay. Haya. Young Africans penalty 2 against Kagera Sugar. Penalty 2. Most experienced referee on the pitch, Nasra Minchui. Wiki iliyopita tulimgusia kidogo. Sasa tunakuja kwenye penalty ambazo alizitoa kwa hii ya kwanza hii. Penalty or not penalty? On Shomari Kibwana. Penalty or penalty? No. Why no? Alijump. Aliitafuta. Aliomba. This one? This one?
Imefanyiwa wapi, nje au ndani? Matukio yote mawili haya yanatokea ndani ya penalty area, yote mawili. Penalty, not penalty. Mchezaji wa Kagera aliucheza mpira, amemdondosha Mudathir Yahya. Six eyes, macho sita yanatumia hii tukio. Penalty sio penalty. Hii tumekubaliana, hakuna penalty. Asisikia amefight, amechukua mpira, umeenda kwa Mudathir. The second one is a penalty kick. Dali. Naam. Right? Yes. Mguu wa mchezaji wa Kagera alikuwa na mgadi nani hii Mudathir, but yes, hakufanyikiwa. No. Hii tabia ya mchezaji anaonyesha yellow card kwa referee kutekeleza moja kati ya sheria 17. Wewe unamrushia mkono, tunaikomeshaje? Because hii ni kumdhalilisha mwamuzi. Waamuzi wengi wanaipuuzia, lakini kwenye sheria ni kwamba dissent by word or action ni sasa na vile nimepiga firimbi, wewe hukuridhika nayo, alafu unanipigia makofi. Rooney aliwahi kufanya hiyo tukio, akapewa kadi ya njano ya pili, akapewa na nyekundu. Beckham naye nadhani aliwahi kumfanyia Colina hiyo kitu. Akaonyeshwa red katika, sina kumbukumbu nzuri ya hiyo, lakini nahisi. Haya, sasa naomba tuangalie kitu cha mwisho hapa. Intention of the defender. Card? Alistahili card? Niwe mwazi, to me no. Nyingi, to me this one no. Nyingi siku hizi kama referee atatoa penalty. Yeah. Pigo la penalty, mara nyingi kadi inakuwa imejifuta. Okay. Yeah. This card was unnecessary. Na hasa kama hakukuwa na tukio la hatari. Nashukuru. Haya, penalty ya pili. Mmoja anakataa, mwingine anasema bwana mwacheni referee. Sasa sisi hatutaki opinion ya wachezaji. Sisi tunataka maamuzi yake. Haikuwa fair challenge. No, nitaka kusema mwalimu, nitaka kusema haikuwa penalty. Fair challenge ni ipi? It's shoulder to shoulder. And? Shoulder to shoulder and? Shoulder to shoulder. Kuna kitu hapa inaongezeka. Why winning the ball? Shoulder to shoulder. Okay. Lazima na mpira uwe kwenye playing distance. Sawa, mimi na wewe wote wawili. Na mpira lazima uwe within playing distance. Au sivyo? Sasa ile ni mtu mmoja tu tayari. Othman. Yes. Sawa. Ya anasema mwalimu huyu. Ingawa shoulder to shoulder, you and me kwa hiyo tunazidi urefu. Anataka kushindana na mimi, mwambie mimi mpaka sasa hivi niko active, shauri zake bwana. Jamani, ambulance ipo hapo nje. Hapo nje kuna ambulance. Wewe ndugu yangu asije. Hii ndio anasema mwalimu hii sasa. Sasa pale haikuwepo hii shoulder to shoulder. Hii haipo. Haipo pale. Fine. Alafu mpira wetu hapa. Wewe unatokea kule. Naam. Na mimi natokea hapa. Wote tunakwenda kwenye mpira. Haya, twende.
Mwalimu. Ananizuia kwenda kwenye mpira wakati mwenyewe hajamiliki. Hata mimi unanizuia nisicheze mpira. Wewe vipi bwana? Refari yule pale. Wewe vipi? Anaangalia nani? Refari una kadi? Firimbi unayo nikupe? Refari hii bwana. Ewa. Mwalimu ya nani sasa? Wote wawili? Mwalimu nani kama mwenzie? Eti wote wawili? Au kwa sababu yeye mkubwa wangu utanionea mimi mdogo? Hapana. Mwalimu, yeye ndo alikuwa karibu na mpira. Kwa hiyo ana haki ya kunizuia. Alikuwa anacheza? Alikuwa hajafika. Akifika hapa, akinizuia ana haki. Lakini kweli mpira ulipokuwa hapo alikuwa hawezi kucheza? Distance was it in the distance of playing distance? Yeye alikuwa anafikia. Playing distance. Sasa wewe unatakiwa ufanye nini? Uchukue mpira. Yes. Kwa sababu hakuzuii. Sawa. Unaona? Angekuwa anakuzuia ule mpira ungekuwa mbali kidogo. Sawa. Kwamba yeye hana uwezo kufanya nini? Wa kuchukua. Yes. Unaona? Kwa hiyo watazamaji wajue ile yellow card ni ya kwangu. Usirudie. Sasa hapa intention of the defender was not for the ball. Max Nzingere was going for the ball. Zikistahili kutolewa penalty 3 zitolewe. Yes. Au sio? Penalty hazina idadi. Sina idadi. Sasa tuna kama dakika 5-6. Naomba ni conclude kwa tukio hili hapa. Kwanza Othman, kabla huja include tukio hilo. Kwanza mbona huo mpira wako na mpira inafanana vipi? Huo mpira wako una ile pale. Hakuepo last week Yes. Nilipokuwa natoa kisa cha mpira. Nilipata fursa, nilipata bahati ya kuitwa kwa ajili ya kwenda kuchezesha mechi ya waheshimiwa washabiki wa Simba na Yanga iliyofanyika kule Dodoma. Kuna Azania Bank Bunge Bonanza. Kwa hiyo nilibahatika kuitwa, bana kazi, naomba wewe uje utuchezeshe mechi yetu ya Simba na Yanga. So baada ya mechi, nashukuru Mungu sikutoka patupu. Nilipewa hii zawadi. Na naomba ufahamu kitu moja, zawadi hii ni tukufu kwa sababu imetoka kwa wale watunga sheria wa nchi, au sivyo? Na mimi kwa unyenyekevu nikamwambia basi huu mpira mimi inshallah nitakuwa nautumia kwenye kipindi cha kipenga cha mwisho. Sawa. Hii inaongeza thamani ya Osman Kazi, au sivyo? Na thamani ya waliotoa. Na thamani ya waliotoa. Sio waliotoa tu. Na waheshimisha sana. Aliniita ndugu yangu Festo Sanga, kila siku mimi nitamwombea. Lakini nilibahatika kuwa na spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano, dada yetu Tulia Ackson, lakini pembeni yake na mwenye mpira wake rais wa shirikisho la soka la Tanzania, Afrika Mashariki na Kati, kaka yetu Wallace Karia pia alikuwa. Kwa hiyo hii ilikuwa ni official match kabisa. Sawa ndugu yangu? Sawa sawa. Kwa hiyo kwangu ni zawadi ya kipekee Sheikh. Uheshimu sana. Au sivyo? Shukrani. Haya. Ndali, ulikuwa na akademi yako ya kutengeneza waamuzi. Sio peke yako, pamoja na ndugu yetu Kindengule. Au sivyo? Morogoro. Tunataka kwa kifupi tu tuzungumzie referee na heshima ya referee ni ipi? Mwalimu. Nani anauliza? Mwanafunzi wako bwana referee ni mtu anayeandaliwa kusoma sheria 17 za mpira wa miguu kwa ajili ya kujitekeleza mchezoni. Okay. Na referee huwa hajipeleki mwenyewe katika mchezo wote, huwa anateuliwa na mamlaka husika. Na referee huyo hachezeshi mpira peke yake, anakuwa na wasaidizi wake. Anakuwa na wasaidizi wake ambao either wanaitwa assistant referees
siku hizi kuna additional assistant referee, kuna reserve referee, kuna fourth official, so almost ile timu karibu ya watu 7. Yeye referee ndio anakuwa anaisimamia. Na kiufupi ni kwamba matukio yote yale ambayo tumeyajadili leo na yatakayojadiliwa siku zijazo na yaliyojadiliwa siku za nyuma ni kwamba yale yote yanamhusu referee na timu yake. Anatengenezwaje referee? Anatengenezwa ni kusoma, na kiwango kidogo cha kusoma ni siku 10, yani wiki 2. Inatosha kabisa kwa referee wa kuchezesha ligi kuu? Ligi kuu. Nikisha soma siku 10. Katika hizo siku 10 unachezesha, unaanzia ngazi ya chini ya awali. Okay. Ila daraja la 4, la 3, la 2 mpaka la kwanza mpaka ligi kuu. Na katika hiyo mechi 20 unataka minimum ndio umechezesha kwa mwaka mzima. Na kupata promotion kutoka hapo ni kwamba chama chako cha mpira pamoja na chama chako cha waamuzi ndio wanarecommend wewe kufanya nini, kupanda daraja kama unastahili. Lakini tatizo lingine ni kwamba waamuzi wetu, baadhi ya waamuzi wakishachezesha ngazi za juu, hata ile mipira midogo midogo wao hawataki kuisikia. Na mimi nawashauri ni kwamba ukitaka kuwa referee mzuri lazima uje uoneshe mfano chini. Othman kidogo. Niongezee kidogo tu. Sababu mwalimu hapa. Mwendelezo. Mwendelezo wa haya aliyosema mwalimu. Mtu kishaingia darasani, kisha soma hizo siku 10 na kishaanza kuchezesha. Nini mwendelezo wake? Wewe Othman unajua sisi Morogoro kwa nini tulifanikiwa? Hicho kituo ulichokitaja. Ndugu zangu Martin Sanya nimpongeze, Jesse Erasmo, mwalimu Idris Magali. Jesse Erasmo mpaka sasa hivi anachezesha. Anachezesha lakini bado ni mwalimu. Kile kituo amekisaidia sana. Okay. Kwa usemi wa mwalimu, ushasoma tayari na ushapewa filimbi. Unajiendeleza vipi? Lazima kuwe na kituo, watu wafanye mazoezi, wafanye nini, waingie darasani mara kwa mara. Kama kuna kipindi mlikuwa mnakusanya kwa Karume pale, kina Kayoko, kina nani hawa, wote wametoka kwenye vituo, ni watu wanajiendeleza. Sasa ukikaa miezi 2 3 hujachezesha mechi afu unastukizwa, unajiona kwa ratiba. That's it. Mimi nilikuwa naitafuta hiyo. Hichi ulichokisema, unikaa miezi 2 3. Hujachezesha. Wiki iliyopita tulimchambua Mwinchui na zile foul za Clement Mzize za leo tumemchambua Kefa Kayombo, au sivyo? Kumbuka mechi ya Tabora na Simba ilikuwa ni mechi ya raundi ya 46. Raundi ya 16. Sawa? Nimesema 46 nikiwa najua ni kipindi cha pili cha mechi. Sawa? Lakini raundi ya 16 kwa maana ya raundi ya pili ndio ilikuwa imeanza, au sivyo? Wiki iliyopita tulikuwa tunajadili referee wakati wa mapumziko yaliyotokea ya kupisha mashindano mbalimbali. Kombe la Mapinduzi, CHAN ilikuwa ichezwe, walikuwa likizo. Wamerudi kuja kuchezesha hizi mechi. Raundi ya 16. Performance yao, yule Kefa kuachia foul ya captain wa Tabora kuondolewa, kwa sababu practically mimi simuoni kama alikuwa active. Sawa? Hakuwa active. Kwa hiyo ombi langu mimi ni kwamba kwa waamuzi wetu, kwa shirikisho, hata wakati tunapojiandaa kwamba jamani tunarudi kwenye ligi. Sawa? Ile likizo imekatizwa. Basi tuwaandae marefari, at least tuwaambie jamani, anzeni mazoezi, ligi inaanza muda wote. At least wapate hata 2 weeks, au sivyo, ya kujiandaa, waende wakacheze mechi, au sivyo. Basi mpenzi mtazamaji, kwa leo sisi tulikuwa na hayo machache ambayo tumeweza kukufafanulia. Hadi wakati mwingine tena, nikutakia siku mwema, bila kwa sahau walimu wangu Hemed Mteza, Shabandali. Imekuwa faraja ya kipekee kabisa. Leo najua Waluguru watakupigia sana. Nakushukuru sana kwa kuleta studio. Inshallah. Allah kulipe inshallah. Amin, amin, amin.